Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye meza ya michezo. Tujuzane mawili matatu ya kimichezo yaliyojiri katika viunga mbalimbali ya michezo ndani ya nchi pamoja na vile ya kimataifa. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindakindaki wa mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mpira wetu kuzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya hichi tulichokuletea katika meza yetu leo ya michezo. Habari kubwa tulionayo inatoka kunako viunga vya Msimbazi Simba, ambapo tunaona baada ya kupoteza mechi ya dabi dhidi ya Young Africans kwa goli 2-0, mechi ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana, kwa maana kama Simba wangeshinda basi wangekuwa ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara na kukomesha ule mfululizo wa ubingwa wa Young Africans. Lakini sasa Simba wameshindwa kumzuia Yanga na Yanga amekuwa bingwa mara 4 mfululizo kama ambavyo Simba alifanya misimu iliyopita minne pia alifululiza. Nani atakuwa bingwa msimu ujao, kwa maana ya kuongoza sasa kuwa na bingwa mara 5 mfululizo? Tuambie kwenye comment hapo chini, twende sawa. Ni nani ambaye unadhani msimu ujao pia atakuwa bingwa wa NBC Premier League? Lakini baada ya Simba kupoteza mchezo huo, tunaona lawama nyingi sana zimekwenda kwa goalkeeper Pin Kamara, kwamba ile penati ambayo alisababisha ilikuwa ni penati ya kizembe kabisa, kwani kwenye boksi kulikuwa na mabeki wake wa kutosha kiasi kwamba walikuwa wana uwezo wa kuzuia ile shambulizi la Pacome Zouzoua. Hivyo yeye kwenda vile kichwa na kwenda kumattack Pacome Zouzoua bila kuwa na mpira, wakati Pacome alikuwa na uwezo wa kuzuiliwa na mabeki wake, ni jambo la kizembe sana, na imekuwa ni mwendelezo wa uzembe ambao amekuwa akiuonesha langoni goalkeeper huyu Pin Kamara. Sasa za ndani kabisa zinasema ya kwamba baadhi ya viongozi wakubwa kabisa wa klabu hiyo wamekaa kikao cha siri na kuona namna ya kufanya, na hii inasemekana ya kwamba wameweka mezani makosa ambayo Pin Kamara amekuwa akiyafanya mara kwa mara na kwa namna gani yamekuwa yakigharimu timu hiyo, na hususan msimu huu katika ligi kuu ya NBC takriban point 10 zimepotea kwa makosa ya Pin Kamara. Hivyo inaonekana wazi kabisa kwamba Pin Kamara amekuwa ni kikwazo kwa Simba kuelekea ubingwa msimu huu, na taarifa zinasema ya kwamba huenda muda wowote kuanzia hivi sasa Simba Sports Club wakatangaza kuachana na Pin Kamara kama goalkeeper namba 1. Huenda wakamruhusu, wakamfungulia milango aende akatafute marisho sehemu nyingine. Ikumbukwe ya kwamba katika dabi iliyopita pia tuliona Pin Kamara alifanya makosa ya kizembe kwa free kick ambayo ilipigwa na Kratos Tota Chama, ambayo ilikuwa inatoka nje, lakini yeye akairudisha ndani, na hivyo kupelekea Simba kupigwa goli la kujifunga la Kelvin Kijili, ambapo bila Kamara kurudisha ule mpira ndani huenda yasingetokea hayo, na mechi ile iliisha kwa Simba kufungwa goli 1-0, ambapo tuliona Crescentius Magoli kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kiongozi huyu mkubwa na wa heshima kabisa pale Msimbazi aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, Musa Kamara, na kuita mara 3. Tutajua very soon, hata huko Konakri tutafika. Kayoko Kibu kaangushwa mara 2 ndani ya 18, hukutoa penati, unaenda kutoa faulo kichwa ambayo haina kichwa wala miguu. Hii ni posti ambayo aliposti Crescentius Magoli akimlaumu Kamara pamoja na referee Ramadhan Kayoko. Lakini hii ya Kamara kulaumiwa na viongozi, wadau wengi walisema huonapo moshi unafuka ujue chini kuna moto. Hii ya Crescentius Magoli kufanya hivi, basi ujue kuna mengine yatafuata. Sasa na hii tena kosa lingine la dabi ya pili tena mfululizo
Pinpin Kamara huyo tena amefanya makosa ya kizembe kabisa. Sasa viongozi wa Simba Sports Club hawako tayari kuvumilia makosa ya design hii, hasa katika mechi za muhimu kama hii dabi. Unafanya makosa mawili katika mechi mbili mfululizo za dabi, unaigharimu timu kupata ubingwa, unaigharimu timu kukomesha uteja kwa mtani da Young Africans. Kwani tunaona Yanga sasa wameipiga Simba vichapo mfululizo mara 5. Sasa inasemekana kwamba watu wa Simba, viongozi wa Simba, vigogo wa Simba wanamfungulia milango Musa Pinpin Kamara aende kule ambako watavumilia makosa yake ya kibinadamu. Sasa wewe kama mdau wa soka, wewe kama mdau wa Simba, kama mdau wa Yanga ama mdau wa mpira kwa ujumla, tuambie una maoni gani juu ya kwanza ya performance ya Pinpin Kamara katika mchezo wa dabi, lakini pia hichi ambacho kinaendelea kunako viunga vya Msimbazi. Simba watakuwa sahihi kumwachia Pinpin Kamara aondoke, ama anahitaji kuvumiliwa ama kupewa muda zaidi? Tuambie kwenye maoni, twende sawa. Lakini pia wanaosema jana Simba wamefungwa kwa sababu ya Pinpin Kamara, unaona wana usahihi? Unaona wana usahihi kiasi gani? Je, Pinpin Kamara ndo chanzo cha Yanga kuifunga Simba jana? Malcolm tupo hapa kwa ajili ya kukujuza taarifa zetu, na sisi tunahitaji kujua nini maoni yako juu ya hili. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.